Shalom, shalom. Hivi watu wa Mungu, ngojeni niwaulize swali. Soma Biblia, Mungu aliwaita kina Abraham, toka kina Abraham, Musa, Elia, Daudi, Suleiman, Yohana Mbatizaji, alikuwa anawaita watumishi wangu. Akaja Yesu. Yesu akatuambia hizi nyakati za Agano Jipya ambalo sisi ndio tupo, Abraham, Daudi, Elia, Musa walikuwa wanasubiri. Kwa sababu gani? Ni agano bora zaidi kuliko agano alilokuwa kina Abraham, kuliko alilokuwa manabii kina Elia, Yeremia, Ezekieli, Danieli. Kwa sisi tuko kwenye nyakati bora zaidi. Na Yesu akasema aliye mdogo kabisa kwenye ufalme wa Mungu ni mkubwa mno kuliko Abraham, kuliko Musa. Kwa sababu gani? Wale walikuwa wanaitwa watumishi wa Mungu. Sisi tunaitwa wana wa Mungu, ni warithi pamoja na Kristo. Haleluya. Sasa wewe unataka uwe mtumishi wa Mungu au uwe mwana wa Mungu? Kumbuka, mwana ni mrithi, ni mmiliki. Mtumishi anaajiriwa tu, hamiliki. Sasa watu wengi sana wanakimbilia kujipa majina makubwa, mtume fulani na nabii kubwa mkubwa. Mwingine ameamua anatafuta majina makubwa makubwa, vyeo vya binadamu vya kujipa. Sikia nikwambie, mtu wa Mungu, hakuna aliye mkuu kama mwana wa Mungu. Na Biblia inasema wote waliompokea Bwana Yesu kuwa mwokozi wa maisha yao amewafanya kuwa mwana wa Mungu. Na Yesu akasema siwaiti tena watumwa. Maana nyingine ni kwamba siwaiti tena watumishi. Nyie ni warithi, nyie ni marafiki. Siwafichi kitu, siri yangu ni ya kwenu. Ndio maana akaachilia na Roho Mtakatifu ambaye hakuwepo wakati ule. Ili nini? Ili kila habari iliyoko katika moyo wa Kristo, iliyoko katika moyo wa Mungu, na sisi tuipate, kwa sababu ametupa Roho wake. Na hakuna anayejua kilichoko katika moyo wa Mungu isipokuwa Roho ya Mungu. Sasa kwa nini leo hatutosheki na kuwa wana wa Mungu? Tunaanza kujipachika majina makubwa makubwa. Mwingine anajiita nabii wa manabii, sijui mtume wa mitume. Hao ni watumishi, wameajiriwa na Mungu. Hata mimi ni mtumishi, lakini ninapenda cheo changu cha kuwa mwana wa Mungu zaidi. Kwa nini? Kwa sababu kumbuka, mtumishi anakula, anaajiriwa, anapewa ujira wake, anaondoka. Lakini mwana bado ile mali ni ya kwake. Sisi tutafute kuwa wana wa Mungu, pamoja na kwamba tunamtumikia. Sasa hapo siri iko hivi. Unaona, kuna kampuni inakuwa na mmiliki. Yule mmiliki anakuwa na watoto wake. Wale watoto nao ni wamiliki wa ile kampuni. Kwa hiyo nao ni wafanyakazi. Ndio maana unakuta mkurugenzi na wale watu wengine wanapewa mshahara. Mmiliki anajipa mshahara na watoto wake unakuta ni wafanyakazi mle ndani, wanapewa mshahara. Lakini hao wote kumbuka ni watumishi ambao ni wamiliki. Na sisi tunapaswa kupambana kuwa watoto ambao ni watumishi pia. Kwa hiyo tunakuwa na uchungu. Hivyo unafikiri kwa nini sasa hivi watu hawana uchungu na kazi ya Mungu zaidi ya kutaka fedha? Ni kwa sababu hawatumiki kampuni ya Mungu, wanatumikia kampuni yao. Ndio maana unakuta mtu anahangaika kung'ang'ana waumini kutoka kanisani kwake kuja kanisani kwa mtu mwingine kuja kwake. Kwa sababu gani? Hana mpango wa kujaza ufalme wa Mungu, ana mpango wa kujaza kanisa analomiliki yeye.
Lakini tungekuwa na mentality ya kwamba sisi tunafanya kazi kwa ajili ya ufalme wa Mungu na sisi ni warithi pamoja na Kristo, tusingehangaika kumwambia yule usiende kule ni kubaya, usiende huku ni kubaya, njoo kwangu ndio kuzuri. Njoo kwa Yesu baba yetu ndio kuzuri. Tusingehangaika kuhubiri habari ya madhehebu na dini na huduma. Tungehubiri habari moja tu iliyofanyika msalabani. Bas, jamani, njooni kwa Yesu. Kumbuka, mtumishi ndiye ambaye Yesu alisema wengi watatumika kwa jina lake, watafanya miujiza kwa jina lake. Vipofu, viwete watatembea, vipofu wataona, miujiza itafanyika. Lakini ile siku atawaambia siwajui. Kwa sababu gani? Walishatumika kwa jina lake na ujira wake walishaupata, hawakutumika kama wana. Na sisi tutafute na kulia na kuomba na kufanyika wana wa Mungu. Na Biblia inasema wale wanaoongozwa na Roho Mtakatifu, hao ndio wana wa Mungu. Tukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu, tuwe wana wa Mungu. Tusikubali tu vyeo hivi vya kidunia. Unajua ni kama mtu anayesema Mungu nitumie kama chombo tu. Sawa, utatumika kama chombo, hutarithi uzima wa milele. Kumbuka ile sahani unaolia pilau na chipsi na ubwabwa kila siku, haionji ladha ya hicho unachokula. Unasifia pilau tamu, lakini ile sahani ambayo ndio chombo haienjoy ile pilau, haienjoy ile nyama unayokula kwenye ile sahani. Umeipika vizuri, umeikaanga vizuri, tamu, lakini ile sahani umeitumia kama chombo. Kile kijiko umekitumia kama chombo, hakipati faida yoyote kwenye chakula ulicholia pale. Sasa unapoenda unamwambia Mungu nitumie kama chombo, wewe sio chombo tu, wewe ni mwana wa Mungu, ni part, ni sehemu ya ule ufalme, ni mrithi pamoja na Kristo. Hivi vyeo vingine tunavyojipa, unajua ndio maana hata Yesu alisema mlienda kule porini kumwangalia nani? Yohana Mbatizaji. Je, alikuwa nabii? Anasema ni zaidi ya nabii. Yesu hakutaja kile cheo kwa sababu alijua kile cheo nikikitaja cha zaidi ya nabii, watu wanavyopenda kujipa vyeo watajiita kile cheo, wakati ameshatuambia kabisa aliye mdogo kwenye ufalme wa Mungu ni mkuu kuliko hata Yohana Mbatizaji, ambaye Yohana Mbatizaji Yesu anasema alikuwa mkuu kuliko hata kina Musa. Sasa kwa nini tunapenda kujipa vyeo vya kibinadamu? Sisi ni wana wa Mungu, ni warithi pamoja na Kristo. Hicho ni cheo tosha kabisa. Na aliye mdogo sana kwenye ufalme wa Mungu ni mkuu sana na anaheshimika na ni mrithi wa ufalme wa Mungu. Mungu akubariki sana.